Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe mpendwa katika Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Nina ujumbe ambao unanisababisha niwe mbele ya screen hapa, mbele ya kamera, mbele ya simu yako, mbele ya TV yako. Acha kwanza tuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunakualika kwenye huduma hii kama vile ulivyoniteua mimi chombo, nipate kuzungumzia mkutano mkubwa huu ulio mbele yangu, na maneno yote yale unayotamani watu wako wakusikilize, wewe uwaeleweshe, uyazungumze. Mimi nipitiwe, hata yatanifaa, lakini wafae na wao pia. Asante Yesu kwa sababu niko tayari. Wewe unitumie kama vile chombo chako kwa kufikisha ujumbe kwa taifa au kwa mataifa wanayozungumza lugha nitakayozungumzia kama vile ulivyosema. Ni katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Kwa majina naitwa Mlebinge Esther, nabii na mtumishi wa Bwana. Naishi South Dakota, Sioux Falls. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia leo ya tarehe 10 ya mwezi wa kwanza mwaka 2025, nina ujumbe ambao Bwana amenipa. Basi na kuna jumbe nyingi ambao Bwana ananipa kwa sababu ya kanisa na watu wake. Hapo kwenye screen hapo tutapitisha namba za simu. Ikiwa wewe unaongozwa au wewe ni kiongozi, asoswa kiongozi, unanialika. Tunafanyia huduma pamoja mbele ya zile kondoo za Mungu unazoziongoza. Bwana Yesu asifiwe sana. Niko tayari. Na ikiwa wewe unaniangalia ni mwenye kuongozwa na una swali, tumia hizo namba zitakazopita hapo kwenye screen kwa uelewa zaidi kwa jinsi Mungu anavyoongea kwa kanisa lake leo. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liinuliwe sana. Nasema nina ujumbe niliopewa kwa siku ya leo. Ni uzungumze ule ujumbe mbele ya watu wengi kwanza hivi. Mbele ya umati ya watu wengi. Na ni kweli hapa niko mbele ya umati ya watu walio wengi, wanaume, wanamke, watoto, wazee na watu wazima. Ikiwa hata nitarudilia maeneo tofauti kwa sababu ujumbe huwa hazisuisui, unazirudiliaka tena vile jinsi Mungu alivyokuonesha hata uwe mbele za watu. Lakini natamani kwanza nitangulize hapa kwenye screen ya TV yako au kwa simu yako, uelewe kila ambacho Mungu anaongelea kanisa lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana liinuliwe. Naanza kwanza na picha niliyoiona au ndoto niliyoiona, na title nitakuja kusema baadaye niliyoisikia. Niliona tuko mbele ya jukwaa, watu walio wengi, na hilo jukwaa lilikuwa ndefu, linainukia, lakini linatengenezewa mgazi wa kupandia. Na sisi wote ambao tulikuwa chini ya jukwaa hilo, tulikuwa na zoezi ya kupandia huo mgazi. Tunafika kwenye jukwaa, tunafanya jukumu zetu zote, huduma zetu tunamaliza, tunashuka. Lakini mimi baadaye watu wote kukaa, walikuwa nakaa tu kama kawaida. Mimi nikapanda, nikahitaji nifanye tena zile huduma ambazo nafanyaka. Kwa hiyo jukwaa napanda, lakini ilikuja kushindikana. Sitakutafsiria kwa shindikanaje, lakini ilionesha, ilijitafsiria ilishindikana. Nikajiuliza, inamaanisha nini hii Mungu wangu? Kabaki na swali. Nikakuja kujikuta tunakuwa chini pale sisi wote. Lakini pale chini kuko tunatengwa makundi ya walimu na wanafunzi. Sitaelezea hizi zingine kundi na madarasa mengine huko. Na yaelezea yale ya kwetu kwa ile darasa yetu au kwa ile klasi yetu na yule mwalimu wetu. Mwalimu wetu alikuwa mcheshi sana, mtu mwenye kupenda tabasamu mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitaka kusalimia anacheka. Akitaka kuongelesha kitu anacheka. Mwalimu mzuri kabisa kwa muonekano wake wa nje. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu huyo mwalimu wetu aikafika sasa kipindi cha mitihani. Angalia, wakati wa mitihani mwanafunzi anakuwa anajifunza sana yale ambayo mwalimu alimfundisha, ili anajua tu mwalimu atakuja kuswali kwa yale yote aliyofundisha. Lakini wakati huo wa kuswali mwalimu hakuyaswali yale ambayo alikuwa anatufundisha. Aliswali mengine ambayo tunazoea, yeye anayaona, sisi tunayaona, yeye anayasikia na sisi tunayasikia, si yale yafundisha au aliyotufundisha. Bwana Yesu asifiwe.
Sijui tuko pamoja mpendwa. Ikawa ni hivyo, sisi tukakata tamaa. Tulikuwa tunajifunza mambo mengine yanayokuja swali moja ifanane na yale yote tuliojifunza au yale aliyotufunza. Tukawa tumeshindwa. Tukaweka daftari kila mmoja na kalamu yake chini. Lakini japo tuliweka hivyo, kulibaki mwanafunzi mmoja hapa wa kike, yani mwanamke mwenzangu, akaendelea kuandika. Nikamuulizia, "Je, unaandika mambo unayoelewa? Au hiyo swali ambayo mwalimu aliswali, wewe unaelewa?" Nikashangaa, ile darasa mzima yeye ndo anabaki. Akasema hajui, lakini yuko naandika. Sasa itakufaa nini kama unaandika vitu usivyovielewa? Bwana Yesu asifiwe. Lakini angalia moyoni mwa ule mwalimu, alikuwa anajua anatukomoa, anatukomesha sisi wanafunzi. Na mwanafunzi wa aina yoyote yule ana ruhusa ya kwenda mbele ya wale wanaoongoza walimu, yani wa coordinator wale, kwenda kuambia ya kwamba mwalimu alitusumbua hivi, Huo uwezo hakuna. Huo uwezekano hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Tukajiuliza, hivi itakuweje? Lakini yeye alikuwa anazunguka pale kwenye ile makundi ya walimu wenzake, anatembea na wanafunzi, anawachesha, anawafurahisha. Lakini huku sisi anatukandamiza, anatuumiza. Tukawa tumeumia, ile klase mzima tukawa tumefeli. Ni kama hatukufanya mitihani, ni kama hatuko wanafunzi. Tukawa tumeumia kimoyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana liinuliwe. Nikamuuliza Mungu, hii ingine inamaanisha nini? Akasema, nakupa teme siku ya leo, viongozi wema na wasio wema. Ndio inamaanisha yote mchakato wa picha ulioiona. Viongozi wema na wasio wema. Naanzia kwanza viongozi walio wema, na andiko nililolipewa kwa sababu ya wale viongozi wema ni kitabu cha Joshua sura 1 mstari wa 1 hadi 18. Uangalie hilo andiko, ni ndefu sana. Utalisoma sasa wewe. Uchukue Biblia yako isome. Lakini mimi nakutafsiria tu kwa ufupi kidogo tu. Ni historia ya wana wa Israeli walikuwa natoka Misri, wanaelekea kule ambako Mungu anawaelekeza waenende, yani Kanaani. Na ni wakati Mungu aliwaapia mababa zao wa Israeli, nitawarithisha nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akaona njiani ilimpendeza ile. Hatutasema kwamba alipendelea. Musa akapotea. Lakini aliyekuwa karibu ya Musa alikuwa ni Joshua. Na Mungu akamuinua huyo Joshua, akampa na maagano. Angalia mtu wa Mungu. Mungu anaweza akakupa maagano mwanzo wa huduma zako, lakini kama wewe sio mtiifu, hayawezi akatokea yale ambayo alikuahidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Usije ukasema Mungu ni mwongo. Mungu ni mwenye haki na Mungu ni mwenye kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana liinuliwe. Naye alipomwaga hivyo, na yeye Joshua akawa mtiifu. Joshua alikuwa mtiifu ya kwamba nitaenda vile gisi Mungu ananisimamisha niongoze hili taifa. Lakini na yeye pia alienda miongoni mwa zile kabila za Israeli. Ukisoma utaona hiyo kabila. Akasema ya kwamba vaeni silaha, mtangulie mbele. Wakati tutavuka Yordani, ninyi mtangulie mbele. Kulikuwa mtu mbele yao ambao mtu atakwenda kuvuka nayo Yordani. Akaipanga lile kabila ikutaniwe mbele na nimevaa silaha, kukutaniwa mbele ya wana wa Israeli. Baadaye wana wa Israeli wafuate, baadaye huku nyuma Joshua afuate. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liinuliwe sana. Inamaanisha nini hiyo? Yaani njiani mlikuwa mashambulizi, mlikuwa vita kwa sababu ya lile taifa. Ndio maana akaangalia hapa kutakuwa watu watakao watangulia mbele wakiwa na silaha. Bwana Yesu asifiwe. Katika safari tulio nayo tuna vita vingi tu vya kila aina, vya watu wanaoshambulia sisi au wanaoshambulia kanisa la Mungu. Lakini Mungu anasimamisha bodi za ukweli, wanakamati wa kweli. Yeye Mungu mwenyewe kupitia Roho Mtakatifu anaowaongoza. Ukiwatii hao hautaangamia. Angalia hao watu walioteuliwa na Musa. Walikubali ya kwamba walioteuliwa na Joshua. Walikubali ya kwamba tutafanya chochote kile utakao tuamuru, kama vile ulivyokuwa Musa, tulivyokuwa na Musa akituamuru tunafanya. Na hivyo kwako na sisi leo, chochote utakachokiamuru na sisi pia tutakifanya.
Bwana Yesu asifiwe. Wakamwambia Joshua ya kwamba na wale ambao hawatakusikiliza kwa hili taifa la Israeli wataangamia, watauawa. Angalia, lengo na mazumuni ya shetani kukushambulia ni kukuangamiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana liinuliwe. Na acha hiyo nafasi hiyo nafasi ya viongozi walio wema nimeimaliza. Naenda kwa viongozi wasio wema. Na andiko nililolipewa kwa sababu ya hao viongozi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Viongozi wasio wema walipewa ushauri. Walipewa ushauri. Na huu ushauri unatokea kwenye andiko la Methali sura 3 mstari wa 3. Nalisoma katika jina la Yesu. Methali sura 3 mstari wa 3, maneno ya Mungu inasema hivi: rehema na kweli zisifarakane nawe, zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya ubao wa moyo wako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni ushauri. Ni kama vile unaweza kuangalia kwenye kitabu cha Mathayo sura 5 mstari wa 7. Inasema hivi: heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Viongozi wasio wema wanakandamiza kondoo za Mungu, wanazifunga, wanazionea, ni kama watu wanafugwa. Angalia, mbele za Mungu hautarehemika. Mungu hatakuhurumia. Utawapoteza hao, utawanyanyasa hao, na wewe pia utanyanyasika mbele za Mungu. Yaani Mungu atakuona wewe haufai. Wewe utaona kama umenyanyaswa, lakini Mungu ataona ni haki yako. Ni vile ulivyofanya kazi yako. Na wewe na wale uliowapoteza, nyote mtaelekea motoni. Mchakato tulio nao ni kurisi huu ufalme wa milele. Angalia, kama usipotii, usipokuwa kiongozi mwema, usiposikiliza ushauri, kuwa na moyo wa kuhurumia kondoo, utapotea milele, utaangamia. Na neno la Bwana litusaidie. Amen.